kabla ya fasli ya mwisho, alhikmatu min siyami yaumi Ashura. Faslu hii na Sheikh anaelezea hikma ya kufunga siku ya Ashura. An Ibn Abbas, kuna hikma gani ya kufunga siku hii ya Ashura? عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. Sahaba huyu anaeleza kwamba Mtume alayhi salam alipofika Madina, fawajada alyahuda yasumuna, akawakuta mayahudi wakifunga yauma Ashura, siku ya Ashura. Fasuilu an dhalika, wakaulizwa mayahudi, wakaulizwa kunako funga hii ya Ashura kwamba ma hadha alyawm, katika lafdhi fasalahum, Mtume alayhi salam akawauliza ni funga gani hii mnafunga nyinyi? Mayahudi wa pale Madina aliwakuta wanafunga siku hii ya Ashura. Walipoulizwa faqalu, wakasema hadha alyawm alladhi adhhara Allahu fihi Musa wa bani Israila, siku hii tunayoifunga ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimnusuru. Adhhara Allahu fihi Musa, alimdhihirisha Musa, kwa maana alimnusuru Musa alayhi salam wa bani Israila, na wana wa Israeli. Allah alimnusuru Musa ndani ya siku hii ya Ashura ambayo tunaifunga na watu wake bani Israila, ala Firauna, dhidi ya Firauni na jeshi lake. Hii siku ambayo tunaifunga ni siku ambayo Allah alimnusuru Musa alayhi salam na bani Israila dhidi ya Firauni na jeshi lake. Fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu, kwa sisi tunaifunga siku hii kwa kuitukuza, kuonesha utukufu wake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salam akasema nahnu aula bi Musa, sisi ndio bora zaidi, yani ni watu wenye kutangulizwa kwa Musa, minkum, kuliko nyinyi. Yani sisi ni bora zaidi kumfuata Musa kuliko nyinyi, sisi ni bora kuyafanya aliyoyafanya Musa kuliko nyinyi tayari. Lakini pia sisi ni bora kumtukuza Musa kuliko nyinyi, kwa sababu sisi na Musa tuko pamoja katika misingi ya dini. Faamara bisiyamihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameamrisha watu kufunga siku hii ya Ashura. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya ya Imam Muslim, faswamahu Musa, mayahudi walipoulizwa kwa nini mnafunga, wakasema tunafunga siku hii ta'dhiman lahu, ni siku ambayo Allah alimnusuru Musa na watu wake. Faswamahu Musa, Musa akawa amefanyaje? Ameifunga siku hii shukran, kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Fanahnu nasumuhu, na sisi ndio maana tunaifunga siku hii. Kwa Mayahudi wakabainisha sababu ya wao kufunga siku ya Ashura. Kwa baada ya kubainisha sababu, Mtume alayhi salamu akasema basi sisi ni ummati Muhammad, yani ndio bora sisi kwa Musa kuliko nyinyi. Fil hadithi bayanu lilhikmati alazimati fi mashru'iyyati siyami yawmi Ashura, katika hadithi hii kuna ubainifu wa hikma iliyokuwa kubwa ya kutiliwa sheria funga ya Ashura. Wa hiya ta'dhimu hadha al-yawmi, nayo ni kuitukuza siku hii ya mwezi 10. Wa shukru Allah ta'ala, na kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, ala najati Musa alayhi salatu wassalam, juu ya kumwokoa Musa alayhi salam wa bani Israil, na bani Israil, watu wa Musa. Wa ighraqi Firauna, na kumshukuru Allah juu ya kumwangamiza Firauni wa qaumahu, na jeshi lake, ambacho ni kisa maarufu cha Musa na Firaun. Firauni alipomfuata Musa na watu wake, na Allah akawa amemwambia Musa ipige bahari kwa fimbo yake, ikawa bahari imekatika, wakawa wamevuka. Walipomalizika banu Israil, Firauni akapofika pale na yeye akaliamrisha jeshi lake lipite. Walipofika katikati ya Allah akayaachia maji, ambacho ni kisa maarufu. Allah tabaraka wa taala
amekibainisha. Walihadha swamahu Musa alayhi salam shukran lillahi ta'ala, ndio maana Allah akawa ndio maana Musa alayhi salam akawa amefunga siku hii ya Ashura kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Waswamatuhu alyahudu, kadhalika mayahudi wakafunga siku hiyo. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na ummati Muhammad ahaqu bi an taqtadiya bi Musa min alyahudi, lakini ummati Muhammad una haki zaidi kumfuata na kumuiga Musa min alyahudi, kuliko mayahudi. Fa idha swamahu Musa shukran lillahi ta'ala, ikiwa Musa ameifunga siku hii kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala, fa nahnu nasumuhu kadhalika. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahnu awla bi Musa minkum, wa fi riwayatin fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Katika riwaya Mtume alayhi salam kasema hivyo kwamba mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi mayahudi. Ay nahnu athbatu wa aqrabu limutabaati Musa alayhi salam minkum, sisi tuko karibu zaidi kumfuata Musa kuliko nyinyi. Fa inna muwafiquna lahu fi usuli din, kwani sisi tunawafikiana na Musa katika misingi ya dini, misingi ya dini tunawafikiana. Wa musaddiquna likitabihi, na sisi tunakikubali kitabu chake. Musa kapewa kitabu gani? Taurati. Tayib. Wa antum mukhalifuna lahuma bitaghyiri wattahrifi, lakini nyinyi ni wenye kukhalifiana na vitu hivi viwili. Mmemkhalifu Musa, kadhalika mmekhalifu Taurati bitahrifi wattaghyiri, mmeigeuza na mmeibadilisha. Mmetoa maneno ya Allah, maandiko ya Allah, mmeweka maneno yenu. Warasulu sallallahu alayhi wasallam atwa'u wa atba'u lilhaqqi minhum, na Mtume alayhi salam ndio mtiifu zaidi na mwenye kufuata zaidi haki kuliko wao. Falidha swama yawma Ashura, ndio maana Mtume alayhi salam akafunga siku ya Ashura. Wa amara bisiyamihi taqriran lita'dhimihi, na akaamrisha watu kufunga akionesha utukufu na akikariri, akibainisha utukufu wa siku hiyo ya Ashura. Wa taakidan lidhalika, na akisisitiza jambo hilo, yani akitilia mkazo jambo la utukufu wa siku ya Ashura. Wa an abi Musa radiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari, kana yawm Ashura, Abu Musa anasema ilikuwa siku ya Ashura, yawman tuadhimuhu al-yahudu, ilikuwa siku ambayo wanaitukuza mayahudi. Watattakhidhuhu eidan, na wanaifanya kuwa ni siku ya idi, ni siku ya sikukuu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sumu antum, nyinyi waislamu fungeni. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, kwa maana msiifanye siku ya Ashura kuwa ni siku ya idi. Nyinyi mnatakiwa mfanyeje? Mfunge, mtofautiane na mayahudi, wao wanaitukuza na wanaifanya kuwa ni siku ya idi. Nyinyi fungeni, msiifanye kuwa ni siku ya idi, kwa sababu siku ya idi haifai kufungwa. Wa fi riwayatin li Muslim, kana ahlu Khaybari, walikuwa watu wa Khaybar, ay alyahudu, anakusudia mayahudi. Yasumuna yawm Ashura, walikuwa wakifunga siku ya Ashura. Yattakhidhunahu eidan, na wakiifanya siku hii kuwa ni siku ya sikukuu. Wa yulbisuna nisaahum fihi huliyahum, na wakiwavalisha wake zao katika hiyo siku mapambo yao. Washaritahum, na mavazi yao yaliyokuwa mazuri, na mavazi ya ada, mavazi ya mila na mfano wake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasumu antum, nyinyi fungeni, kwa maana msiifanye kuwa siku hiyo ni siku ya idi, bali siku hiyo ifanyeni kuwa ni siku ya kufunga. Wa dhahiru hadha, na dhahiri ya hadithi hizi, athari hizi,
dhahiri ya hizi athari. Kadhalika na hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sumu antum, anna min hikmati saumihi, ni kwamba miongoni mwa hikma za kufunga siku hii ya Ashura, mukhalafatu al-yahudi, ni lengo kukhalifiana na Mayahudi. Dhahiri ya hadithi hizi zinaonyesha kwamba kufunga, yani hikma ya kufunga siku ya Ashura ni kukhalifiana na Mayahudi, yani kuwakhalifu Mayahudi. Wadhalika biadam ittikhadhihi idan, kwa kuto kuifanya siku hii kuwa ni idi, kuwa ni siku ya sikukuu na kusherehekea, bali Waislamu kuifanya kuwa ni siku ya kufunga. Wal ikhtisaru ala saumihi, na kubakia Waislamu kufunga na kuto kuifanya kuwa ni siku ya idi. Lianna yawma al-idi la yusamu, kwani siku ya idi haifungwi. Wa hadha awjuhun min mukhalafati al-yahudi, na hizi ni wajhi za kukhalifiana, yani hizi ni sura na njia za kukhalifiana na Mayahudi fi yaumi Ashura, katika kufunga siku ya Ashura. Yani ili Waislamu tutofautiane na Mayahudi, siku hii ya Ashura inatakiwa sisi tuiadhimishe kwa kufanyaje? Kwa kufunga. Wasayati insha Allah, na itakuja katika fasli ya mwisho inayokuja hapa wajhu, na itakuja pia wajhun akhar, itakuja njia nyingine min al-mukhalafa, ya kuwakhalifu Mayahudi katika siku hii ya Ashura. Wa huwa saumu at-tasi'u qablahu, nayo ni njia na wajhi ya kufunga siku ya mwezi 9 kabla ya mwezi 10. Waqad dhalla fi hadha al-yawmi ta'ifatani, na wamepotea katika hii siku, yani siku ya Ashura, wamepotea makundi mawili. Yani katika hii siku ya Ashura wamepotea makundi mawili, katika makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu. Kundi la kwanza, ta'ifatun shabahat al-yahuda, ni kundi ambalo limejifananiza na Mayahudi, ni kundi ambalo limefanana na Mayahudi. Fattakhadhat Ashura, kundi hilo likaifanya siku ya Ashura mausima idin, wakaifanya siku hii ya Ashura ni msimu wa idi, kwa maana ni siku ya idi. Wa sururin, na kuwa ni siku ya furaha, wakaifanya kuwa siku ya Ashura ni siku ya idi na ni siku ya furaha. Tudhihiru fihi sha'aira al-farh, katika hii siku kundi hili linadhihirisha alama za furaha. Tudhihiru sha'aira al-farh, kundi hili linadhihirisha alama za furaha, kal ikhtidabi wal iktihali, kama vile ikhtidabi, yani at-tazayyun bi sabghi ash-sha'ri, sha'ri ar-ra'si wal lihya, kujipamba kwa kutia nywele hina, kwa kutia nywele hina au ndevu kuzipaka hina tayari ndani ya siku hii. Ikhtidab kwa wanaume ni kujitia mapambo kama vile kutia hina nywele tayari, yani kuzipaka hina nywele au ndevu kuzitia hina. Hii ikhtidab kwa wanaume. Wal iktihali, na kutia wanja machoni, ima kwa dawa kal ithmid, au kutia wanja kwa ajili ya kutaka macho yapate nguvu. Kwa sababu ukitia wanja, kuna wanja wa dawa, na baadhi ya wanja ukitia kwenye macho yanakuwa kawia, yanakuwa na nguvu, na ni sababu pia kuepukana na maradhi. Na wanja huo ni wanja unawekwa ndani ya macho, sio ule wanja wa kuweka hivi huwa wanawake. Sije mkaelewa kwamba kutia wanja kama ni kupaka wanja. Kama vile wanawake wanavyojipamba kutia hivi kwa zile penseli zile. La, ya hivi hawafanyi wanaume. Wanaofanya hivyo ni watu gani? Wanawake. Ama mwanamume anatia ithmid ndani ya jicho. Umeelewa?
Sasa hili kundi hili lina furahi, linaonesha alama za furaha kwa kujipamba, kutia wanja kwenye macho, au hii kwa upande wa wanaume. Ama wanawake kujipaka wanja kama kawaida yao, kadhalika na kujipura katika mapambo yao ambayo wanawake wanafaa kujipamba. Wa tawsi'i nafaqati ala al-iyali, na kutoa matumizi kwa familia. Tawsi' yani kutanua matumizi kwa familia, kwa maana siku hiyo wanaifanya kuwa ni siku ya matanuzi. Wanawanunulia familia zao kama ni nguo mpya, kadhalika na vyakula vizuri ambavyo walikuwa hawavinunui katika masiku mengine, kama anavyosema hapa, wa tabkhi al-at'imati al-kharijati anil ahda, wa tabkhi al-at'ima, na kupika vyakula al-kharijati anil adati, ambavyo viko nje ya desturi yao, yani havijazoeleka. Wa nahwi dhalika min a'mali al-juhali, na mengineyo katika matendo ya wajinga. Alladhina qabalu al-fasida bil-fasid, wajinga ambao ni wenye kukabili, yani wenye kulipiza baya kwa baya. Majahili siku zote ni wenye kulipiza baya kwa baya, ambao umenifanyia baya basi na mimi nakufanyia baya. Haya ni matendo ya majahili. Watu wenye kujitambua hawawezi kulipiza baya kwa baya. Wal bid'ati bil bid'a, kadhalika wenye kulipiza bid'a kwa bid'a, kwa maana kwa vile umefanya hii na sisi tunafanya hii, yani katika matendo ya majuhali, katika matendo ya wajinga, kwamba kwa vile wewe umefanya bid'a hii na sisi tunafanya hii. Muqabalatul bid'a bil bid'a, hii ni katika matendo ya watu wa bid'a. Ama watu wa sunna, yuqabiluna al bid'a bisunna, wanakabiliana na bid'a kwa kufanya sunna. Wa wada'u al ahaditha fi dhalika, na wakawa wameweka hadithi nyingi zinazoelezea fadhila ya kula vizuri na kutanua na kuvaa vizuri katika hiyo siku. Wameweka hadithi nyingi za uongo wakazinasibisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo hadithi inayosema man wassa'a ala ahlihi yawma ashura, atakaye wafanyia mazuri watu wake siku ya Ashura, akawafanya watu wake, akawahudumia watu wake wakawa wanatanua siku ya Ashura, wasaa Allahu alayhi sa'ira sanatihi, Allah atamkunjulia masiku mengine yote yaliyobakia katika mwaka wake huo. Kwamba ukiwakunjulia familia yako, kwa maana ukawa ni mwenye kuwatendea wema na kuwafanyia yaliyokuwa mazuri siku hii ya Ashura, basi Allah tabaraka wa taala atakukunjulia na wewe katika masiku yaliyobakia ya mwaka. Hadithi maudhu na nyinginezo katika hadithi za uongo. Tayib, hili ni kundi la kwanza katika makundi haya mawili ambayo yamepotea kuhusiana na siku hii ya Ashura. Ni kundi ambalo limeifanya kuwa siku ya Ashura ni siku ya furaha, siku ya kula sana na kunywa sana, na kufanya ziara, kuwazungukia ndugu na jamaa. Wamefanya kuwa ni siku ya Idi. Na hawa kundi hili ni kundi la an-nasiba. An-nawasibu hum alladhina yafrahuna fi yawmi Ashura. Kundi hili ni kundi la an-nawasibu, ni watu ambao nasabu al-adawata li ahli al-baiti, ni watu ambao wameweka na wamejenga uadui dhidi ya ahlul bait. Hawa ndio wanaitwa an-nawasib, ambao wenye kuwachukia familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahlul bait. Hawa ndio wanaitwa an-nawasib. Kwa hawa wanaifanya kuwa siku hii ni siku ya Idi, wakikabiliana na Mashia. Wameifanya hii siku kuwa ni siku ya furaha ili wapishane na Mashia, Mashia ambao ndio kundi la pili hili, ambao wao wameifanya siku hii ya Ashura ni siku ya huzuni,
Kwa Mashia wao wakaifanya kuwa ni siku ya huzuni, na Wasibu wakaifanya siku ya Ashura ni siku ya farh, ni siku ya furaha. Yaani kwa na Wasibu qabalu albid'a bilbid'ah, sawa, kama ambavyo Mashia kadhalika qabalu albid'a bilbid'ah walmaasi bilmaasi, naudhu billahi min su'il hal. Wa ta'ifatun ukhra, na kundi la pili, ittakhadhat Ashura yawma ma'tamin, imeifanya siku ya Ashura kuwa ni siku ya maombolezo, wa huznin wa niyahatin, kuwa ni siku ya ma'tami, siku ya kuomboleza, wa huznin, na ni siku ya kuhuzunika, wa niyaha, ambayo niyaha pia ni ma'tam, ni siku ya kulia kwa kuomboleza na kuelezea fadhila za aliyekufa, alikuwa akifanya kadha, alikuwa na khairi kadha wa kadha wa kadha. Hii ndio niyaha. Wameifanya hii siku ni siku ya maombolezo, ni siku ya huzuni, siku ya kulia, siku ya kujipiga na kujichana viwembe. Wengine wanajichana, wanajikata kwa mapanga. Tayari hawa ni Mashia ambao wale Mashia wenyewe, achana na Mashia goro hawa, Mashia wa kwetu ambao hawajafikia hatua ya kujikata na mapanga. Hawa Mashia goro hawa, Mashia njanja hawa, wao wanajikata na viwembe, wanajikata na kiwembe, anatoka damu kidogo, anaonesha huzuni, wanajikataga na viwembe kidogo. Wako baadhi ambao wanajichana na viwembe kidogo kidogo, sawa. Wenzao wanatumia mapanga, wanajikata kabisa, wanatoka na damu hasa, lakini wao wanajichana kiwembe. Unatania shekhi. Kama kweli wewe umeshiba ushia, chukua panga jichome, sawa, kama wanavyojichoma wenzako huko Irani na kwengineko, Karbala, Iraki, sawa. Si wanafanya haya? Hao si ndio Mashia unawaiga wewe, unawafuata? Basi na wewe si Shia, umeushiba ushia, hebu jichome basi panga hilo tuone. Unashika kiwembe tena, saa zingine kiwembe chenyewe kimefubaa, sio kiwembe kikali. A'udhu billah. Tayib, kuna wengine wanajichana kidogo na kisu hivi, ila akashonwe ionekane. Tanzania pia kuna watu ambao wanafanyaje, wanajichana na visu kidogo tu. Yani acheni maskhara bwana, dini ya mchezo kabisa. Tayib, idhan hii kundi limefanya hii siku ni siku ya huzuni, liajli qatli al-Husayn, ay bisababi maqtal al-Husayn. Wanafanya hivi, wanahuzunika kwa sababu ya mauaji ya al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, ambaye Husayn qutila madhluman, aliuliwa kwa dhulma, na waliomuua, walioshiriki katika kumuua al-Husayn ni hao wenyewe Mashia, qatalahum Allah. Hawa ndio ambao wameshiriki katika kumuua al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Na hapa sio muda wake wa kuelezea kisa hiki, lakini insha Allah yatakuja elezewa hapa biidhnillah tabaraka wa taala, nani aliyemuua al-Husayn mwanzo mwisho, na kwa nini, ilikuwaje tayari, na kwa nini Mashia kila siku wanasema ya Husayn, wanapolia wanalia ya Husayn, ya Husayn, wanajipiga, si ndio? Kwa nini sio Hasan? Limadha al-Husayn walaysa al-Hasan? Kwa nini ni Husaini peke yake na sio Hasan? Aina al-Hasan, yuko wapi Hasan? Haya yatakuja kueleza mashekhi. Andaeni nadwa insha Allah taala, na mada kama hizi zielezwe, waislamu wafahamishwe kwa nini Mashia wamekazana ya Husaini, ya Husaini, watoto wadogo, ya Husaini, ya Husaini. Yuko wapi Hasan, kaka yake Husaini, yuko wapi? Na ni kwa nini? Limadha sio ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasul? Kwa nini? Kwa nini ni Husaini peke yake? Kwa nini sio Fatima, ya Fatima, ya Fatima? Kwa nini ni Husaini peke yake? Fi shay, kuna sababu. Sawa, sasa hizi sababu zitakuja elezwa insha Allah taala. Tudhihiru fihi sha'air aljahiliyati,
Hili kundi linadhihirisha katika hii siku alama za kijahilia, min lathmi alkhududi, kama vile kujipiga katika sehemu za mwili, wa shaqi aljuyubi, na kuchana mavazi, kuchana nguo kama ambavyo tumeelezea, wa inshadi qasaidi alhuzni, na kuimba kasida, yani nyimbo za huzuni, kama wanavyofanya mashia. Mashia huku kwetu kama ambavyo tumeelezea ni mashia wababaishaji, ni wababaishaji tu, pamoja na kwamba wanadai kwamba wanaujua ushia, lakini kuna baadhi ya mambo hawayatabik inavyotakiwa vile ulivyo ushia, ikiwemo hili la kuhuzunika siku ya maqtal al-Hussein. Hawa mashia huku wanababaisha sana. Wao wanachokifanya ni kuandamana barabarani, wanatoka sijui kwa kule Kigogo posti kwa Jalala, wanatoka pale Jalalani wanaenda wapi? Wanajua wenyewe wanakoenda, wanaelekea wapi? Baadhi ya siku utasikia tunaenda posta, ndio mwisho hapo. Maandamano ya nini? Maandamano ya amani, maandamano ya amani ya kuhuzuni, ya kuonesha huzuni na hisia zetu, kuhuzunika dhidi ya maqtal al-Hussein, dhidi ya mauaji ya al-Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Wataandamana, wanawaalika mabodaboda na kuwalipa pesa vijana wa bodaboda, kwa sababu ni watu wanaangalia fulusi. Sawa, vijana wanaangalia pesa. Wakishachukuliwa tu wanaambiwa njoeni kwa wingi, kila bodaboda anawekewa full tank katika bodaboda yake, anajaziwa mafuta majana bure. Naambiwa na unatakiwa sasa tuwe katika msafara mmoja, kama ni bodaboda 100, 200, 500, bodaboda ziwe mbele au wengine wawe nyuma, msafara uonekane ni msafara wa kutosha. Ni maandamano ya ukweli, na vijana hawa wanaveshwa t-shirt nyeusi zimeandikwa Hussein Day au ya Hussein. Sawa, wanaveshwa vijana hao, na wanawake pia wanahadaiwa, wanaalikwa na kuahidiwa kupewa misaada. Mwisho baadaye kila mmoja anapewa bahasha, kila mmoja anapewa chochote. Sawa, sasa vijana wa bodaboda na wengi, kwa sababu wengine hawajitambui, naangalia tu nikishawekewa full tank hii tu inatosha, acha hela nyingine, hii inatosha tu ya kunijazia full tank. Vijana watakosa kwenda? Vijana wataenda, isipokuwa wachache ambao Allah tabarak wa taala amewaongoza. Kwa hiyo wataandamana mpaka watakapokuwa wamekusudia kuishia, wataishia hapo. Watafanya kama wataweka vikao, kama ni mawaiza watapeana na kudanganyana na kuelezea riwaya ambazo Sheikh anasema wa riwayatul akhbari allati kadhbuha akthar min sidqiha, na kuelezea riwaya ambazo uongo wake ni mwingi kuliko ukweli wake. Haya yote wanaeleza siku hii ya Ashura. Kwa hiyo mashia wa huku kwetu wanachokifanya ni maandamano tu, na kujipiga tu hivi, wanaume na wanawake, ya Hussein, wanaimba nyimbo za huzuni, ya Hussein, majahil hadahumullahu ila alhaq. Tayib, Sheikh anasema والقصد منها فتح باب الفتنه, na makusudio ya mashia katika hii siku kuifanya kuwa ni siku ya huzuni na kuomboleza kifo cha Husaini. Makusudio yao ni kufungua mlango wa fitna, wa tafriqu baina al-umma, na kuwafarakanisha Waislamu. Wa hadha amalun man dhalla sa'yuhu fi al-hayati ad-dunya, na hii ni kazi ya wale ambao ni kazi ya mtu ambaye imepotea juhudi yake katika haya maisha ya dunia. Wa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'an, hali ya kuwa anadhani kwamba anafanya vizuri, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sa'yuhum ay juhduhum, wale ambao juhudi zao zimepotea bure, huku wakidhani kwamba wanafanya vizuri. Waqad hada Allahu ta'ala ahla sunnati wal jamaa, na Allah amewaongoza ahlu sunnati wal jamaa katika siku hii ya Ashura. Fafa'alu ma amarahum bihi nabiyuhum, wakayafanya yale ambayo amewaamrisha
mtume wao sallallahu alayhi wasallam min as-sawmi, kufunga siku ya Ashura, ma'a riayati adami mushabahati al-yahudi fihi, pamoja na kuchunga nidhamu kuto kujifananiza na Mayahudi katika funga hii ya Ashura. Wajtanabu ma amarahum ash-shaytan, na ahlus sunna wakajiweka mbali na yale aliyowaamrisha shaytani. Wajtanabu ma amarahum ash-shaytanu bihi min al-bid'i, katika mambo ya uzushi kama walivyofanya ar-Rafidha, kadhalika an-Nawasib. Rafidha wamepambiwa na shaitani wakaifanya siku hii kuwa ni siku ya huzuni na kuomboleza. Nawasibu, shaitani akawapambia wakaifanya siku hii kuwa ni siku ya Idi. Falillahi alhamdu wal minna. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-amala bihi wal istiqamata alayhi wayassirna lil yusra wajannibna al usra waghfir lana fil akhirati wal ula.